na jeshi la polisi kutoa maelezo juu ya huu mwili uliokutwa katika mazingira ya kuuawa na watu wasiojulikana. Ni hatua zipi zimechukuliwa mpaka sasa na jeshi la polisi? Nasema hivi kwa sababu Tanzania imeingia katika utamaduni wa mauaji na utamaduni wa kifo, na safari ya kuelekea huko ilianza taratibu taratibu. Katika kipindi hiki cha mfumo wa vyama vingi, mwaka 2001 kule Zanzibar tarehe 26 na 27 na Dar es Salaam na Tanga kuliuawa watu kwa ajili ya uchaguzi. Safari ya mauaji Tanzania ikaanza. Baadaye katika kila chaguzi kukawa na watu wanauawa. 2011 waliuawa Arusha kwenye maandamano kwa sababu ya masuala ya uchaguzi. Magufuli alipoingia madarakani, kasi ya vyombo vya dola kutuhumiwa kuua raia ikaongezeka, na watu wakawa wanaokotwa kwenye mifuko ya sandarusi Mkuranga, Rufiji, Kibiti na maeneo mengine ya ufukweni. Mwenyezi Mungu akamtoa Magufuli, akaingia Samia Suluhu Hassani. Oktoba 29 na siku zilizofuatia kikawa kilele cha mauaji ambayo hayajawahi kutokea kwa kiwango chake katika historia yote ya mfumo wa vyama vingi Tanzania. Sasa sisi Chadema, kamati kuu ilichukua msimamo wa kwamba tume ya Chande ilitoa ripoti kwamba wameuawa watu 518 na wengine wajulikani alipo. Sisi tunaamini ile taarifa haisemi ukweli kuhusu idadi ya watu, si ndio? Ni ya uongo, si ndio? Wananchi wangapi mnasema taarifa ya Chande ni ya uongo? Vidole viwili juu. Vidole viwili juu. Vidole viwili juu, si ndio? Sasa pamoja na vidole, kama unaamini taarifa ya Chande ni ya uongo, sema ripoti ya Chande ni ya uongo. Ripoti ya Chande ni ya uongo. Ripoti ya Chande ni ya uongo. Sisi Chadema tumesema kwamba tunataka uchunguzi huru ili kuwe na ukweli, haki na uwajibikaji na hatua juu ya husika. Na sisi tumesema kwamba uchunguzi huo uhusishe watu huru wa kitaifa na wa kutoka nje wa kimataifa, waje tupate uchunguzi huru. Sasa tumechukua msimamo huu, anasema haya mambo ni ya ndani, wananchi hawataki uchunguzi wa kimataifa. Tukasema tutakuja Songea, tutakuja Lisaboni, tutakuja Ruvuma, kama tunavyosema kwingine, ili sauti ya wananchi isikike. Sisi tumesema tunataka uchunguzi huru wa kimataifa. Wangapi mnaunga mkono uchunguzi huru? Sasa tuseme na wasikia na sauti kwamba tunataka uchunguzi huru juu ya mauaji. Tunataka uchunguzi huru juu ya mauaji. Shukrani. Ndugu zangu, kamati kuu vile vile imechukua msimamo kwamba tarehe 29 hakukuwa na uchaguzi. Kulikuwa na uporaji wa ridhaa ya wananchi na mamlaka yao kuchagua viongozi wanaowataka. Na sisi tukasema uchaguzi huo ufutwe, urudiwe upya, kusitambuliwe kama uchaguzi halali. Sasa sisi wanasema huo msimamo ni wa Chadema, tusio msimamo wa wananchi. Sio kweli, si ndio? Sio kweli, si ndio? Wangapi mnasema uchaguzi urudiwe? Ndugu yangu anasema uchaguzi urudiwe, si ndio? Uchaguzi urudiwe, si ndio? Sasa wasikie sauti zenu mkisema mnataka uchaguzi urudiwe. Tunataka uchaguzi urudiwe. Tunataka uchaguzi urudiwe. Shukrani. Sasa sisi tukasema vile vile kamati kuu kwamba kabla ya kurudia uchaguzi lazima kwanza
kufanyike mabadiliko ya kikatiba kutengeneza mazingira ya uchaguzi huru na haki. Kwa hiyo katiba mpya kwanza, si ndio? Katiba mpya kwanza, si ndio? Wangapi mnasema katiba mpya kwanza? Katiba mpya kwanza. Katiba mpya kwanza. Sasa wasione mikono tu, wasikie na sauti. Wale mnaoamini katiba mpya kwanza mseme katiba mpya kwanza. Katiba mpya kwanza. Katiba mpya kwanza. Katiba mpya kwanza. Sasa Mwenyekiti Lissu, ndugu yangu anawaambia waandishi mrekodi vizuri, msidanganye, si ndio? Warekodi, si ndio? Haya, basi mwe watulivu, wameshasikia salamu, wataendelea kurekodi. Sasa kwanza tuifanye ile salamu ya Tundu Lissu akiingiaga mahakamani anapiga hivi. Hebu tuipige ile. Tuipige ile Lissu ile kwa heshima yake. Alafu nikisema katiba mpya mnasema free Tundu Lissu. Katiba mpya! Katiba mpya! Katiba mpya! Katiba mpya! Katiba mpya! Katiba mpya! Sasa ndugu zangu, Mwenyekiti Lissu bado yuko gerezani. Sisi viongozi tumezuiwa kumuona. Familia na mawakili wamepewa haki ya kumuona, na sisi viongozi kwa kuwa hatuna fursa ya kumuona, tunasikia kutoka kwa familia na mawakili. Muda mfupi kabla sijapanda jukwaani, niliwasiliana kujua hali ya Mwenyekiti Lissu. Hali yake iko salama. Lakini kuna jambo Mwenyekiti Lissu analidai. Mwenyekiti Lissu alishtakiwa kesi za aina mbili. Kuna kesi ya uhaini ambayo sasa serikali imejaribu kuweka mpira kwa pani, ikaipeleka mahakama ya rufaa kuipaki pale. Nitaizungumzia. Alafu kuna kesi nyingine kwa yale mambo ya no reform no election. Alishtakiwa Kisutu ya uchochezi. Yenyewe ina dhamana. Iko Kisutu pale. Sasa utaratibu, kesi za namna hiyo huwa kila baada ya wiki chache zinatajwa, zinaitwa. Lakini kesi ya uchochezi ya Tundu Lissu umepita zaidi ya mwaka, hawajamleta mahakamani. Kwa kweli najua ile kesi iko chini ya hakimu anaitwa Kiswaga, na mimi sina dhamira kuingilia uhuru wa mahakama, lakini swala la haki kutendeka na haki kutendeka kwa wakati ni swala la kawaida kabisa la kiutawala. Sasa jana rais ambaye tumtambui, rais haramu batili. Nyie mnamtambua? Mnamtambua? Wangapi hamumtambui Rais Samia? Hamumtambui, si ndio? Hamumtambui, si ndio? Si ndio? Ni rais haramu na batili, si ndio? Sasa wale mnaosema ni rais haramu na batili, vidole, si ndio? Sasa hili isiwe sauti yangu, mseme nyinyi. Mnaamini kama ni rais haramu na batili, semeni rais haramu na batili. Semeni rais haramu na batili. Rais haramu na batili. Sasa jana alikuwa anamwapisha mtendaji mkuu wa mahakama, ameteuliwa na rais, anaitwa Dr. John Jingu. Akamwambia wao wanatenda haki kwa haraka, kunazingatia katiba na kadhalika. Kama ni swala la kutenda haki kwa haraka, jambo la kwanza John Jingu aanze nalo ni kumuuliza hakimu Kiswaga, inakuwaje mwaka umepita kesi ya Lissu ya uchochezi haijaitwa mahakama ya Kisutu? Sasa lingine la mahakama hili vile na bila sitaki kuingilia uhuru wa mahakama, lakini nalisema hili ni kwamba kesi ya Lissu inakuja mahakamani tarehe 3 mwezi wa 7. Baada ya katika mazingira yenye utata sana, tarehe 11 mwezi Juni kesi ilikuwa inakuja. Alafu ghafla ikaahirishwa. Si ndio? Sasa bado tunataka mahakama, kwa sababu imepata mtendaji mkuu mpya, aseme
hivi nini kilifanya kesi ya Lissu iondolewe tarehe 11 isogezwe mpaka mwezi Julai, wakati majaji walikuwa tayari kusikiliza na tuliambiwa kesi itasikilizwa? Sasa lingine hawana hoja, si ndio? Sasa unajua ile kesi iliyoko mahakama ya rufaa, ikiamuliwa mahakama ya rufaa kwa yale ya mambo ambayo serikali imeyasukuma mahakama ya rufaa, kesi itashuka mahakama kuu tena, kwa sababu nyinyi mnaamini hawana hoja, si ndio? Na sisi tunaamini hawana hoja, si ndio? Tunatoa mwito kwa mahakama, pamoja na kupanga tarehe 3 mwezi wa 7 mahakama ya rufaa waandae vile vile ratiba ya mahakama kuu ya kuisikiliza kesi mfululizo, ili mahakama ya rufaa ikiamua tu tunarudi mahakama kuu, Lissu anaendelea kuonyesha mchezo kwamba hawana hoja mpaka anaachiwa huru. Peoples, wangapi mnaunga mkono kwa mahakama kuu ipange ratiba ya haraka ya kesi ya Tundu Lissu? Maana mahakama ni ya umma, mahakama sio ya majaji binafsi, mahakama ni ya umma. Asanteni sana. Sasa ndugu zangu, masuala haya ya mahakama yanachangiwa na matatizo ya katiba ya nchi yetu. Jana rais anamwapisha mtendaji wa mahakama ambaye amemteua yeye. Fikiria, tunasema kuna mihimili ya dola huru. Kuna muhimili wa serikali, utawala, kuna rais, alafu kuna muhimili wa bunge, alafu kuna muhimili wa mahakama ambao ndio unapaswa kuwa chombo cha juu kabisa cha kutenda haki. Lakini ule muhimili wa mahakama, mtendaji wake anayeiendesha mahakama anateuliwa na rais, anaapishwa na rais. Mahakama itakuwa huru? Alafu vile vile jaji mkuu naye anateuliwa na rais, itakuwa huru? Majaji wanateuliwa na rais, watakuwa huru? Watakuwa huru? Mahakama zitakuwa huru? Ndugu zangu, tunahitaji katiba mpya, sio kwa sababu tu ya kutaka uchaguzi huru na haki na tume huru ya uchaguzi. Ni mambo mengi, ikiwemo uhuru wa mahakama. Na tukiwa mahakama huru, haki zenu zikiminywa maeneo mbalimbali, mahakama ndio itakuwa kimbilio kuu la haki tunapokuwa na mahakama huru. Sijui kama tumeelewana ndugu zangu. Kwa tuunge mkono katiba mpya. Sasa sisi tumezungumza sasa hivi, tunafanya mikutano, tunawaambia wasikilize kilio cha watu kwamba hatuko tayari kusubiri katiba mpya mpaka mwaka 2028 kama wanavyosema wao. Sisi tunataka katiba mpya kwanza, katiba mpya sasa, si ndio? Si ndio? Sasa tumeanza na mikutano. Na pili, tunataka Tundu Lissu aachiwe huru. Kuna njia mbili za Tundu Lissu kuachiwa. Kuna njia ya mahakama kuharakisha kutenda haki, si ndio? Sisi tunaamini haki iko upande wa Lissu. Jamhuri ambayo inawakilisha na nyinyi inasema ile ni kesi ya jamhuri, pamoja na nyinyi inaamini kwamba Lissu ni mhaini. Mnaamini kwamba Lissu ni mhaini? Hamuamini hivyo, si ndio? Kwa ile kesi ya serikali, si ndio? Njia ya kwanza, kesi iharakishwe imalizike kwa haraka. Lakini kuna njia rahisi sana. Katika nchi yetu kuna mtu anaitwa mwendesha mashtaka, DPP. Ndio aliyefungua mashtaka. DPP ana mamlaka kwa mujibu wa katiba na sheria. Anaweza kuwasilisha mahakamani kitu kinaitwa nolle prosequi, yani hati ya kutokuwa na nia ya kuendelea na kesi. Aliitumia hati kama hiyo kumwachia mwenyekiti wetu wa zamani Freeman Mbowe aliposhtakiwa kwa kesi ya ugaidi, ikafutwa. Tunataka mamlaka hayo ya DPP yatumike mara moja, Tundu Lissu aachiliwe kwenye kesi ya ugaidi. Na kama DPP anatumwa na Samia, akamwambia Samia kwamba wananchi wanataka Tundu Lissu aachiwe huru. Sasa haya mambo makubwa mawili kwa sasa tunayazungumza kwenye mikutano, tunaamsha umma kila mahali, na tunaipa nafasi serikali hii haramu, batili, katili, dhalimu irudi ichukue hatua za haraka. Lakini tunawaambia vile vile, wasipochukua hatua kutokana na maneno ya mikutanoni, tutakwenda hatua nyingine mbele. Tutakaa vikao vya chama, tutawatangazia ratiba ya maandamano. Tutawatangazia ratiba ya maandamano. Mko tayari kwa maandamano? Wangapi mko tayari kwa maandamano? Mko tayari kwa maandamano, si ndio?
Sasa kabla sijauliza kuhusu maandamano yatakayoandaliwa na Chadema, nataka kusema kwamba jana msemaji wa jeshi la polisi amefanya mkutano na waandishi wa habari, amesema kuna watu wanaandaa maandamano, wanalenga kufanya hiki na kile na kile na kile. Lakini kabla yake alisema msemaji wa CCM kiongozi akawa anasema Chadema inapanga kufanya vurugu sio na nini. Kwa lugha ya polisi inafanana na lugha ya msemaji wa CCM. Sasa kwa sababu Chadema sisi tunajua hatujafanya vikao vya kufanya vurugu, si ndio? Tunaona kwamba kumbe jeshi la polisi na CCM wote ni waongo. Wote ni wale, si ndio? Wote ni waongo, si ndio? Sasa sisi tunachosema ni nini? Sisi tutawatangazia ratiba ya maandamano. Lakini katiba yetu ya nchi na sheria zetu zimetoa haki mwananchi yoyote au vikundi vya wananchi kwa mujibu wa sheria ya jeshi la polisi na polisi wasaidizi. Watu wana haki ya kikatiba ya kuandamana, na maandamano ni haki ya msingi ya kiraia. Kwa sisi kama Chadema hatuwazuii nyinyi wananchi. Mkiamua kupanga tarehe yenu wenyewe ya kuandamana na utaratibu wenu halali, mnaweza kuendelea tu. Lakini ile tarehe itakayotangazwa na Chadema, vuteni subira. Chadema tutaitangaza tarehe na tutatangaza maandamano. Ndugu zangu wa Songea na mkoa wa Ruvuma na kanda ya kusini, nimuombe Shija Shibeshi, katibu wa kusini, naomba uje hapa. Katibu mteule wa kusini, naomba uje haraka kwa sababu nataka nifanye tendo moja dogo hapa afu niendelee na hotuba. Sasa hivi karibuni sekretarieti ya chama ambayo mimi ni mwenyekiti wake kwa niaba ya kamati kuu kwa mamlaka tuliyokasimiwa ilimteua kuwa katibu wa kanda ya kusini yenye mikoa ya Lindi, Mtwara na Ruvuma, ambapo sasa makao makuu ya kanda yako pale Masasi. Nilipokuwa Masasi jana, nililetewa taarifa baadaye nikiwa nimekwisha shuka jukwani kwamba kuna askari walikuwa wanamuulizia Shija Shibeshi ni nani, na sasa walikuwa wanajiandaa kwamba mkutano unaofuata wa Chadema huu wa Songea kwamba wakimuona Shija Shibeshi wamkamate. Sasa nataka kuambia askari kwamba Shija Shibeshi ndio huyu. Hilo la kwanza. La pili, wafahamu kwamba kwa kuwa katibu wa kanda, Shija Shibeshi ni mtumishi chini ya ofisi ya katibu mkuu wa chama. Kwa hiyo kama wanamhitaji Shija Shibeshi kumhoji kwa swala lolote, wafuate tu utaratibu wa kawaida wa kuwasiliana na ofisi ya katibu mkuu kutueleza wanamhitaji kwa ajili gani, na sisi tumpe haki ya kuwa na mawakili wa kwenda kumwakilisha na kupata haki zake zote za msingi. Kwa hiyo Shija unaweza kwenda. Nimwambieje? Asiogope. Sasa sikilizeni. Yule mshikaji pale anasema mwambie dogo asiogope. Dogo unaambiwa usiogope. Lakini mimi simwambii dogo. Mimi naomba niwaambie ninyi, msiogope. Msiogope. Nasema hivi, yale yaliyofichika kuhusu mauaji ya Oktoba yote hatua kwa hatua yatafichuliwa, si ndio? Yatafichuliwa, si ndio? Na tutakapoamua kuandamana tena wananchi, Chadema itakapoandaa na kutangaza, itakapoamua kuandamana kwa haki, kwa amani kabisa, kwa njia za kidemokrasia, tunataka kuambia hivi, sisi hatuwaogopi wanaoua mwili. Tunamuogopa Mungu anayeua roho. Hao wengine hatuwaogopi, si ndio? Na tunaomba na nyinyi msiogope, si ndio? Najua vitisho ni vingi, matukio ni mengi, chama chenu cha Chadema kinashambuliwa kwa njia mbalimbali. Ninavyozungumza na nyinyi, yule msaliti yule, Said Issa yule, aliyefungua kesi wakati ule, akafungua tena sasa hivi, alafu mahakama ikaipanga kesi tarehe 8 mwezi wa 7.
baada ya kesi ya Tundu Lissu tarehe 3 mwezi wa 7. Sasa tumeanza ziara, wameona ziara imekolea, wamewasilisha tena hati nyingine ya ghafla kwamba tarehe 23 mwezi Juni, yani siku chache zijazo, wamenishtaki katibu mkuu, bodi ya wadhamini, wanataka tuzuiwe shughuli zote za siasa, tuzuiwe mikutano, tuzuiwe kutumia ofisi, tuzuiwe vyote. Sisi tunawaambia hatuogopi, na nyinyi tunawaambia msiogope. Wanataka kututoa kwamba katibu mkuu niondoke kwenye ziara, niende tarehe 23, nisiende Mbalali, nisiende Mbeya, nisiende kwinginepo. Mimi nataka kuambia tu watu wa Dar es Salaam, kwa sababu wananisikia, watu wa Dar es Salaam wanaonisikia live, tarehe 23 mwezi Juni ni siku ya kuwa mahakamani kwa wingi kweli kweli, kufuatilia hatima ya chama chenu, kuendelea na haki ya kuwa na mikutano, kuendelea na shughuli za kisiasa. Peoples, na nyinyi wa Ruvuma na Songea, nihitimishe kwa kuwaomba. Brenda aliwatangazia namba. Wakati viongozi wanaendelea kuhutubia, dondosha fedha tone tone, kwa sababu tunahitaji mafuta ya kuondoka kesho kwenda Njombe, tunapoelekea Mbeya, Tunduma, Mbarali, Makambako na kwinginepo. Baada ya hapo tutakwenda magharibi huko, tutafika mpaka Tabora, mpaka maeneo mbalimbali. Wenzenu wametuchangia tumefika hapa, na nyinyi changieni ili twende kwa wengine, si ndio? Si ndio? Wale ambao mmeandika namba ya simu, mikono, vidole viwili juu, vidole viwili juu, vidole viwili juu. Asanteni sana. Sasa niwaombe, kuna namba nyingine muiandike vile vile. Hii namba ni namba ya WhatsApp. Kama una smartphone, una WhatsApp, hii namba ukisave tu kwenye simu yako, ukihifadhi, ukiandika Chadema chochote kile, Chadema WhatsApp au Chadema chochote, ukichati nayo tu, ukiandika neno lolote, ukiandika Nimo au ukiandika tone tone au ukiandika Chadema, inaanza kuchati na wewe, inakuelekeza kama unataka kujiunga, utaratibu wa malipo ya kujirudia, kukatwa moja kwa moja, kama kujiunga na chama na taarifa nyingine. Naomba niitaje hii namba na yenyewe muhifadhi. 0793 00 8292. Narudia tena, 0793 00 8292. Wazee wa vita ya Majimaji, msiogope. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki sana.